Akitoka huko mashuleni sasa, akija nyumbani, kuna screen imetungikwa pale kwenye ukuta. Hii TV umenunua kwa pesa yako mwenyewe. Hii nayo ni mtihani. Hii screen ambayo imewekwa pale kwenye ukuta, watoto wanafuatilia vipindi mbalimbali pale. Sasa vitovu vyote anavijua kupitia ile screen iko pale kwenye ukuta. Vitovu vyote vya mzungu, Mwarabu, Muhindi, Mwafrika, vyote anaviona pale. Mtoto anakuwa kwenye mazingira kama haya ya ajabu kweli kweli. Nyie mnajua hizi tamthilia, sawa zile tamthilia za kizungu, sawa zile tamthilia za Kiswahili, 99.9999 hakuna kinachofunzwa isipokuwa ni mapenzi tu matupu. Mafundisho yao ni mapenzi. Mtoto umri wake miaka 7 ndo bado na yeye anaanza kufuatilia. Unamjenga vipi mtoto huyu? Unampa malezi gani mtoto huyu? Bila safi sadidi, kinachohuzunisha zaidi, mzazi ndo mpenzi mkubwa wa hizo tamthilia. Utakuta pale sebule imejazana kina mama na baba, wanamume siku hizi na wenyewe wanakuwa katika mambo kama hayo, na watoto wamejazana mule. Watu wamevaa uchi katika zile tamthilia. Hakuna cha stara, hakuna cha ushungi, wamekaa kama wanyama. Alafu na mtoto anafuatilia. Mtoto ni mtu ambaye anakariri, anazingatia zaidi. Mtoto si kama mtu mkubwa. Yuko mwanachuoni mmoja alisema, al-ilmu fi sighari kanakshi fi al-hajar. Elimu kwenye udogo, mtoto anapopewa mafunzo na ilmu bado mdogo, ni kama kuchonga kwenye jiwe. Hivi ukichonga maandishi kwenye jiwe, unadhani yale maandishi yatafutika lini? Kwa mtoto anazingatia mapema. Na sisi tumeanza kuwapa watoto haya malezi ya TV. Hatuchungi kule kwenye TV anafuatilia nini. Na hili jukumu lako wewe kama mzazi wa kike kujua, japokuwa screen iko pale, anafuatilia nini kwenye ile screen. Hii ni moja katika mambo ambayo yanaharibu watoto zetu, kuwatoa katika mstari, kuwapeleka katika mstari mwingine. Achilia mbali hiyo screen. Sasa hivi kuna maendeleo, tunasema ulimwengu wetu wa sasa si kama ulimwengu wa zamani. Tena mwingine anakuambia karne ya 21 hii si karne ya 7. Kila mtoto anamiliki simu. Mtoto wa miaka 7 na yeye anamiliki simu. Hii simu nayo ni mtihani. Tena katika kitu hatari mno ni hizi simu tunazomiliki. Simu ni katika ni hatari kuliko atomic bomb, na hasa kwa mtoto. Ndio maana nikakwambieni sisi malezi ya sasa ni magumu mno. Watoto wanaishi katika mazingira mazito. Huko kwenye simu ndo kuna yakutwa na kujaa. Ndani ya simu tupo zote zinamkuta pale alipo kwenye simu yake. Zamani nyinyi wazazi wetu mumelelewa, haya mambo ya simu bado hayajaja. Hata vijana wale wa kihuni ilikuwa vigumu. Mtoto wa kike anaishi katika mazingira mazuri, amestirika vilivyo. Lakini si leo. Kakaa chumbani kwake. Hapa inaitwaje hapa? Sehemu gani? Hapa. Mta. Kikala. Mtoto wa kike yuko hapa Kikale. Mtoto wa kiume yuko Bagala. Si ndio kuna umbali? Bagala kule chumbani kwake, na mwingine yuko Kikale chumbani kwake. Mambo yote yanakwisha. Mzazi huna habari. Tazama hatari hiyo ilivyokuwa nzito. Mtoto anaharibika, mmomonyoko wa maadili unakwenda taratibu. Ndio maana nikasema lazima tuombe msaada kwa Allah kuhusu vizazi tulivyokuwa nao.
Sasa kipi kifanyike? Kipi kifanyike ili amana hii ya mtoto tuitunze vizuri, ili Allah kesho akija kutuuliza tupate ya kujibu katika mahakama yake? Jambo la kwanza, turabbihim tarbiyatan diniyatan, waleni watoto malezi ya kidini. Nakupa mambo matatu yachukue, huenda yakakusaidia au yakatusaidia katika malezi haya ya watoto. Jambo la kwanza, mfundisheni mtoto kumjua Allah. Fanyeni vyovyote vile, jambo la kwanza msomeshe mtoto amjue Allah. Ukimsomesha mtoto kumjua Allah, umemaliza kila kitu. Wasomesheni, usitie nguvu kubwa mtoto akujue wewe, hapana. Weka nguvu kubwa mtoto amjue Allah. Mtoto akishamjua Allah, Allah atamjuza kuhusu wewe. Mtoto akimjua Mungu, Mwenyezi Mungu atamwambia wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Mungu atamwambia wazazi wawili wafanyieni wema. Mtoto akimjua Allah, Mungu atamwambia wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Utapata ile haki yako. Atasoma kwamba fala taqul lahuma uffin. Ukiwa mbele ya wazazi usithubutu kusema neno dogo kama vile kuguna wala kujifyonza. Wala tanharhuma, wala usithubutu kusema neno kubwa kama vile kuwafokea, sauti yako ikawa juu ya sauti yao. Allah atamjuza. Wasomesheni watoto kumjua Allah, wataokoka na balaa zote hizo za mitaani. Mtoto akimjua Allah, Mwenyezi Mungu atamjuza kwamba uzinifu ni uchafu na ni njia iliyokuwa mbaya. Hivyo mwenyewe mtoto atajilea, atajilinda. Wale vijana wa kihuni mitaani hawatomsumbua kwa sababu mtoto ameshamjua Mungu. Mtoto akimjua Mungu hatoingia katika uchafu wa zinaa. Mtoto akimjua Allah atajua kuheshimu watu wakubwa. Kule kwa Mungu, Mungu atamfundisha namna gani ataishi na watu, namna gani azungumze mbele ya watu wazima, namna gani atakavyopokea wageni. Maisha yote ya mwanadamu Mwenyezi Mungu atamfundisha mtoto huyo. Kwa weka jambo kubwa kama mzazi, mtoto wako apate kumjua Mwenyezi Mungu na si vinginevyo. Akimjua Mungu utakuwa umemaliza kila kitu. Na hasa katika mazingira tuliyokuwa nayo, hautoweka nguvu kubwa kumchunga kama mbuzi au ng'ombe. Yeye mwenyewe atajilinda baada ya kumsomesha mtoto Mwenyezi Mungu ni nani. Kishki TV, nuru ya dini yako.